Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa pili, negative, Samson. Waamuzi, naomba tufungue Waamuzi mlango wa 14. Utasoma mstari wa 15, wa kwanza mpaka wa 3. Mimi nitaendelea. Waamuzi. Samsoni akateremkia Timna, akaona mwanamke huko Timna, mojawapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia dada yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mojawapo wa binti za Wafilisti, basi nipatie nimuoe. Ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote hata uende kumuoa mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Haya mwenye anafanya kiburi, sababu ana nguvu. Ukisoma mlango 15 hapa utaona kiburi chake. Lakini pia mlango wa 16 alienda tena Gaza, akaona huko mwingine. Yaani wanasemaga hivi, mwanamke alikuwa anapita bila macho yake hivi. Samson alikuwa mnabii wa Mungu. Biblia inasema Samson alikuwa ni mtumishi mkuu wa Mungu, alikuwa amebeba nadhiri ya Mungu. Alikuwa anaitwa mnadhiri wa Mungu kama ilivyo wewe na mimi. Hebu sema, mimi ni mnadhiri wa Mungu. Usisahau, sema tena, mimi ni mnadhiri wa Mungu. Umebeba nadhiri ya Mungu. Chunga sana, tunda la Roho Mtakatifu litakutoka. Tunda la Roho Mtakatifu litakusaidia kutunza nadhiri ulio katika maisha yako. Lakini kama utakuwa ni mtu ambaye unaishi tofauti na tunda la Roho Mtakatifu, hata hiyo nadhiri ya Mungu iwe kubwa yenye fanaka, kama wewe ni mhubiri international, na viwete wanatembea na vipofu wanaona dakika moja kunyosha mkono na naye watu wote kanisani wanalala chini. Kama hautatembea katika Roho Mtakatifu, hiyo karama yako haina maana. Haina maana. Ukaka alipoteza maisha akasababisha damu, na mpaka leo Wafilisti wanaitesa dunia kwa sababu ya jambo moja, mnadhiri wa Mungu aliyekataa kusimama katika nafasi yake. Samson hakusimama katika nadhiri ile aliyokuwa amebeba, kwa sababu hakuwa ameruhusu, kwa sababu alikuwa amejaza Mungu yule. Ndio maana unaona anaweza kufanya mambo ya ajabu. Alikuwa amejaza Roho wa Mungu. Alikuwa anaweza kuvunja malango ya njia anayobeba kichwani, akaenda atupa huko, eti wamemfungia na anamwambia kaa. Alikuwa na nguvu za Roho za ajabu. Mungu alikuwa amempeleka karama ya nguvu. Lakini hakuwa anatembea katika Roho Mtakatifu. Nilisema mwanzoni, leo ni aidha unipende au unichukie kabisa. Tembea katika Roho Mtakatifu. Ishi maisha yanayotoa tunda la Roho Mtakatifu. Ama sivyo utapata na haya yaliyopata Sauli na Samson. Daudi hakuwa na sababu ya kwenda kupigana na Filisti kama Samson angefanya kazi yake. Mpaka leo tunateseka. Vita unayoisikia inaendelea katika nchi za Israeli huko ni kwa sababu Samson hakuwamaliza Wafilisti. Mpaka leo kuna shida kwa sababu ya mtu aliyekataa kutembea katika tunda la Roho. Alipenda wanawake, alipenda uzinzi, alikuwa na hasira. Mlango 15 alimwachana yule mwanamke kwa baba yake, kwa baba yake akamfanyia kitu. Tusome hapa mlango wa 15. Lakini ikawa baadaye, wakati wa mavuno ya ngano, Samson akaenda kumtazama mkewe, yani mke wake, akamchukulia mwanambuzi, akasema, nitaingia chumbani kwa mke wangu. Lakini baba yake mwanamke yule mke hakumwacha aingie. Baba yake akasema, hakika mimi nalidhani ya kuwa umemchukia kabisa, kwamba umemwacha. Basi nilimpa rafiki yako.
Je, ndugu yake mdogo huyu mzuri si mzuri kuliko yeye? Tafadhali mtoe huyu badala yake. Samsoni hasira ikampanda, akasema, safari hii nitakuwa sina hatia katika habari ya hawa Wafilisti. Hapo nitakapokuwa na aliwadhuru kweli kweli. Jambo la kwanza tuliloanza nalo, alienda akakamata fox bwera 300. Anasema hivi, anasema huyu jamaa wewe kamata mbwa mmoja unaweza mbwa au paka. Paka hii alikamata mbwa 300. Anasikia anafanya pikipiki anafunga mienge, anatengeneza na mafuta na weka, anafanya chapa dereti, anamwambia haya, nendeni. Nenda kusoma Biblia. Akawatuma wale mbwa wakachoma ngano, yani mazao ya wale watu wote flat. Akakishia mwana chakula mwaka huu. Alikuwa na hasira. Tunalala hapa. Sasa wapendwa, naomba niseme kitu kubwa. Kama hujanisikiliza kuanzia mwanzoni, nisikilize sasa. Tabia, shida ya kuzoelea dhambi. Shida ya kuzoelea dhambi. Hali ya kuona ni sawa tu kwamba unaweza kuishi maisha ya dhambi na bado ukawa unamtumikia Mungu. So sisi sote hapa tunamtumikia Mungu. Na niseme sana na wale mnaopanda hapa katika hii mibara. Nimeonya toka siku ya kwanza nilipokuja kwenye kanisa. Nikasema naomba, kama una maisha yako ya dhambi na unajua yanakuchanganya, njoo kwangu mchungaji. Njoo wazee kanisa, baba wote hao wamekaa hapa kiti cha mbele, ni watumishi wa Mungu. Waambie hilo jambo linalosumbua moyo wako. Lakini usifanye kama Samson alifikiri anaweza kuzini bado aendelee kuwa mnadhimu. Alifikiri anaweza kwenda kutimna Gaza, anafanya hiki, anafanya anachofanya, bado ile nguvu ya Mungu itakuwepo ndani yake. Ninakuomba usipandishe miguu yako hapa kwenye hii ibada. Kama unafikiri maisha yako yananisumbua, tengeneza kwanza jambo hilo. Nitakupa mfano wa mtu mmoja hapa mwisho, anaitwa Daudi. Daudi hakuwahi kuweza sana, alipata shida, lakini alijifunza kurudi na kuishi katika tunda la Roho. Wangapi bado mnanipenda kama hapa ni? Asante sana. Mimi nawapenda tu. Yaani mnamata watu nawapenda. Huko kijijini jamani tunapoishi, watu wanatukazana. Sisi ndio kama Samson na vizazi hivi. Wanaangalia tunapokwenda. Sasa huwezi kufanya hivyo. Hadithi hii inaendelea milango ya hapa mbele. Baadaye huyu kijana bwana alikutwa na jambo baya sana. So katikati ya wale wanawake na nafikiri ni huyu huyu hapana, wabone na soreki mwanamke mwingine tena. Mstari wa 10. Akasema mstari wa 16, mlango 16 mstari wa 1. Samson akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Haya. Mstari wa 4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki. Jina lake ni nani? Delila, kiboko yake. Utakuja kukutana na Delila hapo ndio utakoma. Utasema ni nini kilituma? Huyu Delila huyu alimsumbua Samson mpaka ile nadhiri yake kwa Mungu ikacheza. Mungu akamwacha Samson. Ukichajia kwa Mungu wetu, Mungu wa Musa. Mungu bado alimrejea Samson. Bado. Lakini Delila wanaweza kupeleka mahali pagumu sana. Nasema hivi, ililazimika Daudi apambane na Goliath kwa sababu huyu Samson hakuweza kusimamia nafasi yake. Hii mifano miwili ilikuwa mifano mizuri, lakini lazima tujifunze. Mifano mizuri. Mwanzo 39 Kristo, tusome mstari wa 5. Mstari wa 5. Asante. Mwanzo 39 kuanzia mstari wa 5. Ikawa tokea wakati alipomweka au msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Baraka wa Bwana ukaa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba.
yote aliyokuwa nayo. Hemsa kwa kijana mtanashati. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami. Lakini akakataa. Yusufu akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyonavyo amevitia mkononi mwangu. Hebu nisikilize vizuri, anasema hivi, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Yusufu alijijua, alijitambua na nguvu anaweza, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe mkewe, wewe mke wake, wewe siruhusiwi kukugusa. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamgusa Mungu? Yule mama akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikiliza. Alale naye, nimependa sana hapa kwenye Biblia yangu nimezungusha, wala aongee naye. Yaani nifike mahali Yusufu akaacha kuongea na yule mama. Wow! Ikawa siku moja akija nyumbani mwake atende kazi zake kama kawaida, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani huko ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo yake, akasema lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia atoke nje. Yeye mnaelewa mambo mengi Mungu alimpata Yusufu. Yusufu aliteswa, Yusufu alifungwa. Lakini huyu alijua kusimamia maisha yake ya ujana. Vijana mpo, vijana wote nyosheni mkono, na naika tena vijana wengi sana. Vijana nyosheni mkono, vijana wote alijua, alikataa kumkosa Mungu. Akamuuliza ule mama, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Alikataa kumkosa Mungu. Aliokoka mbele za watu, alikuwa anaokoka sirini. Alikubali kuteseka kuliko kumwacha Mungu kwa dhambi ya kitambo tu. Mwili. Tendo la ndoa la dakika 5-10. Alikataa, akasema no. Mimi sitamkosa Mungu kwa sababu ya kitu chochote katika maisha yangu. Huyu mtu alitunza tunda la Roho karibu lote. Upendo, uaminifu. Hapa nimeandika pointi hizi: tunda la upendo, uvumilivu, utu wema, uaminifu, kiasi. Moyo kijana ili aweze kushinda mwili, lazima uwe na kiasi. Kwamba uko na mdada, msichana kijana wa kiume uko na mdada, uwe na kiasi. Usispend muda, usitumie muda mwingi naye mahali ambapo sio sahihi, au kumgusa au kumshika kwa namna yoyote, au rafiki wa kujiongea sana. Lazima uwe na uvumilivu. Uvumilie tamaa za dunia hii. Uwe na kiasi vile vile. Tunda la Roho lilikuwa limejaa huyu kijana. Ili niondoke hapa kwa sababu nataka sasa nifikie mahali pa kumaliza. Ninapenda pointi moja. Biblia inasema hivi, ikawa siku moja. Huyu kijana alikuwa anaishi kwenye kitu kinachoitwa servant quarters. Nyumba kubwa ya baba na mama imejengwa huko, palace kubwa, lakini kwa mbali kuna nyumba ya kijana wa kazi. Kwa hiyo asubuhi anavaa jezi yake ya kazini, amejiandaa, anaenda kazini, kufanya kazi nyumbani. Inaonekana ni kijana alikuwa amesimamia mali za Potifa. Hiyo siku Biblia inasema hivi, mnafikiria Biblia ni kitabu cha mchezo? Kinaongea details, inaongea vitu vile vya msingi. Anasema hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Mama yule akasema leo ni leo. Na Yesu akasema leo ni leo, shetani utanitambua. Bora niishie kufungwa jela kuliko nimkose Mungu wangu. Tunda la Roho. Hapakuwa na mtu, maana yake nini? Vijana msikilize. Kuna hii shetani imekuja kwenye simu. Leo mimi nimepoteza simu yangu kwa nusu 3 leo. Kama mshanipigia simu kanikosa nisamehe. Sina simu. Lakini hii simu hizi za mkononi, hizi zinaitwa simu janja. Zimekuja na kamdudu kabaya sana kanaitwa pornography. Sinema za X, vitu vya matusi vingi.
ya watu, kitu huwezi kufanya mbele ya baba yako na mama yako, usifanye. Kitu huwezi kufanya hadharani, usifanye. Na vijana nisikilizeni, pornography ni biashara. Watu wanatengeneza hela. Lakini pia ni addiction. Ni ulevi kama ilivyo baadaye ya kulevya na vitu vingine. Usiangalie kitu. Usifanye uchafu wa aina yoyote katika mwili wako, iwe ni punyeto, iwe ni uchafu aina yoyote, usifanye. Huyu kijana alisema kwamba hakukuwa na mtu kule nyumbani, alikuwa peke yake na yule mama. Lakini alisema sitamkosa Mungu. Usifanye kitu chochote. Naongea katika Roho Mtakatifu. Naongea na wewe. Usifanye matusi juu ya mwili wako kwa sababu uko peke yako. Mungu anakuona. Mungu anaingia katika chumba chako. Mungu anaingia katika maisha yako. Mungu anakuona. Acha kabisa. Kama ni kijana una umri wa kuoa, tafuta mwanamke wako. Mlete hapa. Na kuhakikisha tutapika pilau. Tutapika pilau, tutakula kwa tutafurahi. Kama mnapiga makofi, mpigeni Yesu makofi, sio mimi. Sistahili. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Mtoto wa kike, acha uovu wa aina yoyote. Unajiingiza katika ulevi utakaokutesa. Huyu kijana alikuwa anatunda na Roho Mtakatifu kwa uaminifu. Mwaminifu kwa Mungu, mwaminifu kwa maisha yake. Mimi napenda sana vijana ambao wanaoaga mapema. Wakiwa wadogo tu. Sana kila wadogo wameoa. Asante sana, asante sana. Asante sana wewe kaka Yesu, asante sana baba. Mnyosha mkono. Wadogo kabisa waweza kusema sisi bado. Sasa msiseme mchungaji na ametuongeza sisi wengine. Ndio nimeongeza haya. Oeni, fanyeni harusi, ulale na mwanamke uliyepewa. Uzinzi hata kanisani hapana. Katika jina la Yesu. Huyu kijana Biblia inasema hakuwa na mtu. Angalia, yale maisha unayoishi mbele za watu yanatakiwa yafanane na yale unayoishi kwa peke yako. Hali ambapo watu hawakuoni. Jiulize unaishi. Bado mnanipenda? Mimi bado nawapenda. Mimi bado nawapenda. Asante sana. Twende tumwangalie mwanamke mmoja. Anaitwa Abigail. Huyu mama Abigail, nikaeleza tu habari yake. Abigail bwana alikuwa ni mwanamke aliyejaa roho. Kwa sababu Biblia inasema alikuwa ameolewa na mwanamume wa aina gani? Mpumbavu sana. Unajua Biblia hivi mpumbavu sana. Baba yule alikuwa hana akili kabisa. Kazi yake ni kunywa tu. Akishakata kondo zake sufi ile akapata hela, yeye ni anachapa tu pombe. Haijalishi umeolewa na mtu aina gani, mwanamke ulioko hapo unamsikiliza. Haijalishi mume wako ni mbaya kiasi gani, bado lazima uonyeshe tunda la Roho Mtakatifu. Lazima. Hata kama anakupiga. Huyu mama alikuwa amejaa roho. Na hivyo basi aliokoa vita kubwa. Daudi alikuwa amekasirika. Daudi alikuwa amekimbia. Anakimbia vita, mtu wake anamtesa. Lakini alipofika kule nyikani, akakuta wafanyakazi wa huyu baba wanasumbuliwa na majirani, Mafilisti, na watu wanakuja kuwatesa, kutaka kuwanyang'anya wanyama. Daudi akawa anawapigania. Analinda zile kondoo, mkimbizi, lakini kule nako anafanya kazi ya Mungu. Akawasaidia. Kipindi cha kukata manyoya, akatuma ujumbe, akatuma vijana wake, akawaomba, nendeni mkaniombee chakula kidogo, maana sasa alikuwa ameishiwa. Yule baba aliwajibu maneno mabaya. To an extent anauliza Daudi ni nani? Ni wa Marekani sana nimeshiwa, yeye akawa anaongea kibabe. Huyu mama Abigail alijua vita inakuja. Na Daudi alijiapiza. Na Daudi bwana akijiapiza anafanyaga vitu. Alisema atahakikisha alisema nyumba yote. Amehalalisha yote na alikuwa anaenda kuwaua wote. Yule
akamsikia, akamwambia ndio kazi, andaa farasi, andaa punda, mnyama gani ndio anapanda, mambo chakula, akakimbia, amejaa roho mwanamke yule. Anatunda la roho linamtoka kama nini? Mama mwenye upendo, mama mwenye huruma, mama mvumilivu, anamvumilia na bali. Uliona na bali? Uliona na bali wewe mwanamke mpumbavu kabisa, aliyekuwa na akili. Wewe ndio mume wako. Mama alikuwa mvumilivu, alikuwa mtu mwema, mwanamke mwenye fadhili, mwanamke mwaminifu, mwanamke mpole, alipenda kumbembeleza Daudi. To an extent yule baba alipofariki Daudi alimoa Abigaili. Tunda la roho. Mwanamke alikuwa anajaa tunda la roho. Mpaka Daudi akaona huyu mama ni mama mzuri. Alitambua nafasi yake. Alikuwa na nguvu ya ushawishi. Tunda lote, hapa nimeandika tunda lote la Roho Mtakatifu lilikuwa limejaa mama. Alikuwa ana upendo. Ukijaribu kumwangalia pia alikuwa mwanamke changamka, alikuwa na furaha na amani, mtu wema, kila kitu. Mtu wa mwisho. Kwa nini nimeweka Daudi hapa mwisho? Nimeweka Daudi hapa mwisho kwa sababu Daudi alipita katika mapito mengi sana. Daudi alianguka kwenye uzinzi. Daudi alimwangalia mwanamke, aliacha kwenda vitani. Aliacha kupigana vita, akabaki nyumbani. Anastarehe, alafu jiona anatembea zake tu kuzurura. Unajua uvivu pia nao mbaya. Uvivu nao kitu kibaya sana. Akawa anazunguka tu anazurura, akamuona mwanamke anaoga uchi wa nyama. Biblia inatuonyesha akamtamani, akaingia kwake. Na mambo mengi mabaya yakaingia kwenye ile jamii. Mambo mengi watoto wake walipiga nao, wakauana, wengine wakawafanya mambo yasiyostahili, yani mambo yakaharibika kweli kwa Daudi. Lakini pamoja na vita nyingi za maisha, vipingamizi vingi kutoka kipindi cha Sauli mpaka anakuja na kuwa mtu mzee, amepitia katika dhambi, amekutana na mapigano mbalimbali, amepitia vita. Yule baba alimwaga damu nyingi mpaka Mungu akamwambia, wewe huwezi kunijengea hekalu. Labda mtoto wake. Lakini Daudi aliweza kurudi. Alitubu na kuishi maisha yaliyojaa Roho Mtakatifu. Tutasoma Zaburi ya 51. Alipotukanwa na Abishai siku moja alikuwa anakimbia mtoto wake ameshamtesa, anakimbia, akamwambia akamtukana Abishai, akamtukana na wale vijana wake wakataka kwenda kumkamata Abishai wamuue. Akamwambia, wacha kabisa. Mna nini na mimi? Bwana ananinyosha, Bwana ananifundisha. Hakulipiza kisasi. Alipopata nafasi ya kumuua Sauli, wakati tunakumbuka, endeleeni kuja Sunday school. Mbona wao kama hivi Sunday school? Mwalimu wa Sunday school atawafundisha somo somo. Iko siku. Aliwahi kupata nafasi kabisa ya kumuua Sauli. Ameenda akamkuta Sauli amelala kwenye pango, akachukua kipande cha nguo yake akakata kama alama, akaondoka nayo, hakumuua yule mtumishi wa Mungu. Akasema siwezi kumnyoshia mtumishi wa Mungu mkono. Mungu akurehemu, siwezi kuongea sana hapa. Lakini mimi pia kama mtumishi wa Mungu kwenu, angalieni namna mnayonizungumzia. Angalieni namna mnayoninyoshia mkono. Isije kawa kwa hasara. Yule kaka alikataa kabisa. Akasema sitamnyoshia mtumishi wa Mungu mkono. Akaondoka na katika kitu. Amejaa upendo, amejaa rehema, amejaa huruma. Hata katika dharau yeye bado alimfurahia Mungu. Kuna siku moja mke wake kabisa alimdharau. Kwa nini? Sanduku la agano lilirudi. Daudi akacheza. Sasa akacheza kama Daudi. Unajua ni wapi wewe? Wakacheza kama nguo zake zikafanya nini? Sasa hakutembea uchi. Unajua watu wanatafsiri vitu vibaya. Daudi hakutembea uchi. Wafalme walikuwa wanavaa majoho na nguo aina mbalimbali. Kwa hiyo moja ya nguo yake kafanya nini? Ikamtoka. Na kwangu mimi ile ni tukuzo, ni heshima, maana alivua ufalme wake. Akaona amtukuze Mungu, amheshimu Mungu, mke wake akamdharau. Daudi bado aling'ang'ana, alikuwa amejaa tunda la Roho. Lakini pia alipokosa, akatenda dhambi, Biblia inatuonyesha aliacha kila kitu, akatubu. Tusome Zaburi ya 51 tusikie
9. Mstari wa kwanza. Ee Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase na dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Naomba nimalizie ujumbe wangu wa leo kwa kusema hivi. Nimefundisha kuhusu kuishi maisha ya Ukristo sawa sawa na tunda la Roho. Endapo utaishi maisha yaliyojaa tunda la Roho kama Daudi, hata katika anguko, hata kama umetenda dhambi, hata kama wewe umerudi nyuma, utafanya kama Daudi. Mungu atusaidie. Ila nilichosema hivi, wakati ambapo uko kwenye anguko, usipande hapa kwenye mibali kutuhudumia. Iwe ni wanafunzi, iwe ni watumishi wote, iwe ni wazee wa kanisa, iwe ni mimi nasimama mbele yenu. Endapo nitajua nyendo zangu haziko sawa sawa, nikisimama katika hii mibali nife, nasema ni mbaya sana. Huna ruhusa. Kama mimi nimesema mimi nife, hata kama utaendelea kusimama utakuwa umekufa. Na kemea kabisa, hakuna ruhusa ya uchafu kupanda kwenye mibali. Hatujionyeshi, hapa sio mahali pa kujionyesha. Sio nije hapa mbele zenu nawahubiri Injili, nijisikie vizuri sana, wakati mimi najijua nyendo zangu sio sawa. Sipaswi kusimama mbele yenu endapo nyendo zangu sio sawa. Na naongea na wote wahudumu wote mlioko hapa, wanafunzi, vijana, wote kabisa. Wote wazee wa kanisa. Angalia namna yake. Mambo makubwa ambayo Daudi alisema, mstari wa 51:6 anasema, tazama, wapendezwa na kweli iliyoko wapi? Mungu atakiwa sifa, unajionyesha nini? Ukitaka kuwa masifa kwa mimi mhubiri, acha kuhubiri kule nchi za nje. Si ndio? Sipaswi hivyo. Anataka kweli iliyoko moyoni. Jambo mstari wa 9, usitiri uso wako, usitazame dhambi yangu, uzifute hatia zangu zote. Alitubu mtume. Mlango wa 51 alitubu kweli kweli. Mstari wa 12, unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya upesi. Ngoja nikwambie, mtu ambaye anaishi maisha ya dhambi na huwa anaendelea na utumishi, hanaga raha. Sawa? Daudi alikataa hiyo hali, akasema hivi, unirudishie furaha ya wokovu. So siwezi tunda la Roho Mtakatifu limecheza ndani yangu, nahitaji unirejeshe. Akasema mstari wa 14, Mungu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu. Alikuwa amemwaga damu nyingi sana. Mstari wa 16, maana hupendezi na dhabihu. Naomba tuseme wote. Maana hupendezi na dhabihu. Amesema wote. Maana hupendezi na dhabihu. Au ningeitoa. Wewe huridhi sadaka ya kuteketezwa.